Na wasalimu nyote na tumaini kwamba mko wazima mahali popote mlipo. Naamini kwamba neema ya Mungu iko pamoja nanyi. Neema ya Mungu inaendelea kumtembelea kila mtu. Acha niwatakie Christmas njema. Nadhani hivyo Wakristo wote tuko kwenye maandalizi kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya sherehe ya Christmas. Acha niwatakie Christmas njema na maandalizi mema ya Christmas, sikukuu ya kukumbuka Yesu alipozaliwa. Nadhani ni siku ya kesho, siku ya 4 tarehe 25 ndio siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na pia acha niwatakie Waislamu asalamu alaykum. Neema ya Mungu iendelee kwa pamoja nanyi. Msichoke kutufuatilia, ni TV yetu Ayamiri TV ambayo inaendelea kuwaletea habari tofauti kama jinsi tulivyozungumza na kusema kwamba tutaendelea kuwaletea update ambazo zinaendelea katika dira ya dunia ambazo zinaendelea kupatikana. So today tuko na habari nzuri sana ambayo tutawaletea. Mkae chonjo sana na kutaka kusikiliza nini ambacho kinaendelea katika mji huo. Cha kwanza tutakwenda kuzungumzia habari ambazo zinakwenda kuendelea katika mji wa Uvira. Na habari ya pili tutakwenda kuwafahamisha jinsi gani mji wa Makobola uko kwa sasa uko sous controle ya wanani. Na cha tatu tutakwenda kuzungumzia kwa ajili ya mji wa Goma. Pia tutakwenda kuzungumzia message ambayo kiongozi wa tarafani Fizi ambaye amekwenda kutoa, akatumia watu wote waliokimbia katika mji huo wa Fizi. Baadaye tutakuja kufunga na mji wa Bukavu. Kaa pamoja nami ili upate kusikiliza nini ambacho kinajiri katika hiyo miji ambayo nimekuzungumza na mengine kadha wa kadha ambayo tutakayokuletea kwa siku ya leo. Uko na mimi, endelea kufuatilia, ni Ayamiri TV, usichoke kutufuatilia. Asante. Kama jinsi tulivyowaambia kwamba tutaanza na habari ambazo ziko zinaendelea siku ya leo kwenye mji wa Uvira. Tayari tumezungumza na watu ambao wamebaki katika mji wa Uvira, ambao wako ndani ya mji wa Uvira. Wametujuza kwamba mji kwa sasa uko vizuri, wanakaa kwa amani na wako wanafanya kazi zao kama kawaida, kwa sababu nimesikia hata fujo ya watu wako kwenye masoko, watu wako wanaitana, niletee aka, niletee hivi, niletee hivi, niletee hivi, niletee hivi. Ya inaonekana kwa siku ya leo tarehe 24 kuna activity ambazo ziko zinafanyika katika mji huo wa Uvira. Akanambia kwamba hakuna chochote kile ambacho kinawasumbua katika mji huo, kila kitu kiko sawa, amani ipo kwa sasa, wanafanya kazi zao kama kawaida. Hatuna confirmation, hatujajua mji wa Uvira kwa sasa, na hadi sasa mji wa Uvira bado ungali sous controle ya wa M23, ndio ambao bado wangali wanaongoza mji huo hadi sasa. Walipotuambia kwamba ile siku waliposhinda wako wanapigana, wakatuambia kwamba wazalendo wamewapiga wa M23 na wametoka. Ilikuwa ni habari ambazo hazikukuwa na uhakika zaidi, lakini tulipofuatilia kiundani kuja kusemekana kwamba hadi sasa bado wa M23 wangali wanatawala mji huo wa Uvira, kwa sababu nilipozungumza na wakaaji ambao wanaishi katika huo mji walinihakikishia 100% kwamba bado M23 ndio wako wanaongoza mji wa Uvira. Wao ndio wako sous control ya kila kitu ambacho kinafanyika, japokuwa maaktivite ziko zinafanyika leo, wanafanya kazi zao kama kawaida jinsi walivyokuwa wakifanza. Lakini wamenituambia kwamba bado M23 wangali wanaongoza mji huo wa Uvira. Lakini kwa siku ya leo amani ipo inatawala na wako wanaendelea kufanya kazi zao kama kawaida jinsi walipokuwa wakifanya hapo awali. Tukirudi mjini Makobola, nadhani jana tuliwajulisha kwamba wazalendo walikuwa wakikamata mji wa Makobola. Tukawajulisha kwamba wazalendo sehemu ambapo wanaishia, sehemu ambapo wanakamata ni mji wa Makobola, lakini walikuwa bado hawajafika katika mji wa Uvira. So siku ya leo habari ambayo imeamkia
tumepata kwamba wametuambia kwamba wakaja ambao wanaishi karibu na hiyo mji wa Makobola huko, wamesema kwamba wazalendo kwa sasa hawapo tena katika mji wa Makobola. Huo mji nao wamefukuzwa sehemu ile, na wa M23 ndio tayari wameshikilia mji huo wa Makobola. Unaweza ukaona kama ni vitu ambavyo ni kama vinachanganya. Ukijaribu kutafakari kwa umakini zaidi, ni vitu ambavyo viko kama vinachanganya. Inawezekanaje watu walikuwa tayari wameshabana mji, ghafla tu pamepita siku moja na tayari wameshawanyang'anya mji huo, au uko tena sub control ya wazalendo, lakini uko sub control ya M23. Yani hivi jinsi tunavyozungumza, mji wa Makobola unakamatiwa na wa M23, waasi ambao wanaendelea kusumbua mji wa Kongo. Kiongozi mahali hapo walizungumza na kusema kwamba hadi sasa bado hali haiko sawa, na watu wengi sana kuhusu njaa, vitu ambavyo vinaendelea sehemu ile haviko sawa. Watu njaa, magonjwa mbalimbali yanakwenda kuwaandama na wanakosa madawa ili kwa ajili ya kutunza wakaaji ambapo wanaishi mahali hapo. Hali ya Makobola kwa sasa haiko sawa. Nilijaribu kuzungumza na mtu ambaye anaishi Makobola, kanambia kwamba kuhusu amani ipo, wanatembea kama kawaida, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo wanakosa. Kuhusu njaa, chakula hakipatikani kama jinsi ilivyokuwa kawaida mjini humo Makobola, kwa sababu watu walikuwa wakiingia majini kwenda kuroa, wanaleta samaki, wengine wanaenda mashambani. Lakini hadi sasa watu wengi wanasikia hofu ya kusema kwamba wanaweza wakajielekeza kwenye mashamba kwa ajili ya kwenda kuleta chochote kile cha kinywani, wengine kuingia majini kwa ajili ya kwenda kuroa samaki, kuvua samaki, lakini wako wanaenda kwa sababu ya kuhofia usalama wao hauko vizuri. Kiongozi akazumulisha akasema kwamba kama inaweza wezekana kupata msaada kwa ajili ya wakahaji inaweza kuwa ni vizuri zaidi, ambao hasa kasisitiza kuhusu ambao wanasimamia afya, kuleta matibabu katika mji huo wa Makobola. Hadi sasa bado miji wa Bukavu pamoja na mji wa Goma ungali unashikiliwa na waasi M23. Nadhani toka mwezi wa pili hadi sasa wa M23 bado hawajatoka katika hiyo miji mikuu miwili ambayo walikwenda kushikilia. Hadi sasa wao ndio bado wangali wanaongoza miji ule, kama jinsi mlivyoona mavideo waliposhurutisha watu kwamba wakwende wakiandamana, waseme kwamba wao ni viongozi wazuri, ni lazima wabaki katika mji huo wa Goma pamoja na Bukavu, na kweli wakaaji wakakwenda kuandamana. Lakini niseme kitu kimoja, ni uhakikisho kwamba japokuwa walikwenda kuandamana, sio kusema eti kwamba wanawasifia ama wanapenda uongozi wao, hapana. Kuna vitu vingine mtu kawaida anaweza kafanza, unawazia kwamba ni vitu ambavyo vinatoka moyoni mwake, kumbe ni kwa sababu ya kuogopa kupigwa ama kufa. Inabidi afanze vile ili aokoe uhai wake, na ndio maana ile siku Uvira ilishindaka, yani iko napigwa masasi sana. Kwa sababu gani? Walikataa sema kwamba wanaweza wakaandamana, waseme kwamba wa M23 wabaki katika mji na kwamba ni viongozi wazuri. Hadi sasa mjini Bukavu pamoja na Goma amani haiko sawa kivile jinsi ilivyokuwa awali, lakini bado wanaendelea kuvumilia na wako chini bado ya sub control ya M23 hadi sasa jinsi tunavyozungumza. Nimeona video ya Mnyarwanda ambaye anaishi katika mji wa Bukavu, alikuwa Bilimani, alikuwa akizungumza kwenye lugha ya Kifulero. Inaonekana kwamba alikuwa alitisha watu wengi sana, akakuwa akiwaambia kwamba wao wamekuja ili wakuje kuleta amani katika mji ule, na baada ya kuleta amani wao wamekasirika zaidi kutokana na dharau ambazo ziko zinatokea katika mji ule. Wanatonisha mtu mzima, wanamkamata njiani, afu wanaanza kumomba vitambulisho, wanasema kwamba wao wamekuja kumaliza yoyote, amani tarejea na kila kitu kitakuwa sawa. Je, wewe kama mdau ambao unanifuatilia katika hii TV yetu ya Yamiri, uko kweli kabisa unaamini kwamba wataleta hiyo amani? Na ni kweli ngoja tuone, lakini tunaamini kwamba kila kitu kitakuwa sawa na vitu vyote vitapita vizuri. Mungu yuko pamoja na Wakongomani na hawezi kawaacha. Naamini kwamba wa M23 itafika siku watarudi kwao Rwanda ambapo walitoka.
Asubuhi ya leo kama jinsi tulivyowaambia kwamba kiongozi ambaye anaongoza tarafani Fizi amezungumza na waraia wake akisema kwamba wote waliokimbilia Burundi na milimani sehemu mbalimbali tofauti warudi, warudi katika mji, kwamba kwenye mji kuna usalama, hakuna chochote kibaya ambacho kinafanya katika mji. Akasema kwamba anahuzunika sana kusikia jinsi watu wako wanakufa na njaa na magonjwa sehemu ambapo walipokimbilia, hawana msaada wote ule wa kusema kwamba wanaweza kupata matibabu vizuri ama chakula vizuri. Akawaambia ni vizuri zaidi warudi katika mji ili wapate kukaa kama zamani jinsi walivyokaa, kila mtu arudi katika kazi zake. Inapendeza zaidi kuliko kwenda kukufia katika nchi jirani, na wakati mji uko pale uko vizuri, uko na amani, kukimbia kisa tu kwamba adui atafika katika mji wa Fizi, ili wasahau kabisa, warudi wakae katika mji wao, wasiogope chochote kile. Hiyo ndio habari ambayo tulikuwa nao kwa siku ya leo. Wewe kama mdau wa burudani na ambao unaendelea kutufuatilia, endelea kufanya comment yako, endelea kushare video zetu kwa watu tofauti ili habari